Operation Postmaster ilikuwa moja ya operation za siri zilizofanikiwa sana za Special Operation Executive SOE ya Uingereza wakati wa vita vya pili vya dunia. Operation hii ililenga kuteka meli za Ujerumani na Italia zilizokuwa zimehifadhiwa katika bandari ya Fernando Po, ambayo sasa ni Bioko, iliyoko huko Guinea ya Ikweta, ambalo lilikuwa ni koloni la Hispania. Kwa kuwa Hispania ilikuwa ni nchi isiyoegemea upande wowote ule, basi operesheni hii ilifanywa kwa ujanja mkubwa zaidi ili kuepuka athari za kidiplomasia. Katika miaka ya mwanzo wa vita vya pili vya dunia, jeshi la wanamaji la Uingereza kwa maana ya Royal Navy lilikuwa likihangaika kudhibiti usafirishaji wa bidhaa kutoka Afrika kwenda Ulaya, hasa kwa mataifa ya muungano kwa maana ya Axis. Meli kadhaa za Italia na Ujerumani zilikuwa zikihifadhiwa katika bandari za nchi zisizohusika na vita, kama vile nchi ya Hispania na Ureno, ili kuepuka kushambuliwa na majeshi ya Uingereza. Mojawapo ya bandari hizo ilikuwa ni Santa Isabel katika kisiwa cha Fernando Po kilichokuwa koloni la Hispania katika guba ya Guinea. Serikali ya Uingereza ilihisi kuwa meli hizo zingetumiwa kwa madhumuni ya kijasusi na kupeleka bidhaa muhimu kwa Ujerumani na Italia. Ili kuepuka mgogoro wa kidiplomasia, Uingereza haingeweza kushambulia moja kwa moja bandari hiyo. Hivyo kikosi cha SOE kilipewa jukumu la kupanga operation ya siri ya kuziteka meli hizo bila kugunduliwa. Operation hii iliratibiwa na Special Operation Executive SOE, kwa maana ya kitengo cha siri cha Uingereza kilichobobea katika vita vya msituni, hujuma na hata shughuli za kijasusi. Kikosi cha SOE kilichohusika kilikuwa ni chini ya gavana wa Nigeria, Sir Arthur Richard, na kikiongozwa na Gus Mark Phillips, ambaye ni mmoja wa waasisi wa kikosi cha siri cha makomando wa nchi ya Uingereza. Washiriki muhimu wa operesheni hii alikuwepo Gus Mark Phillips, ambaye huyu ni kiongozi wa operation mkuu wa kikosi cha siri cha SOE. Alikuwepo Governor Clark, ambaye ni mshauri wa kikosi cha SOE katika Afrika ya Magharibi. Pia alikuwepo Kapteni Graham Hayes, afisa wa makomando aliyesaidia utekelezaji wa mpango huu. Lakini bila kuwasahau Maid Hana Force, kikosi maalumu kilichotumia meli ya mtego iitwayo Maid Hana kwa ajili ya kutekeleza operesheni hii. Kikosi hiki kilitumia meli ya kificho iitwayo Maid Hana iliyofichwa kama vile meli ya uvuvi, lakini kwa kweli ilikuwa na silaha na askari wengi wa kikosi cha SOE waliovaa mavazi ya kiraia. Sasa mipango na utekelezaji wa operesheni hii ulitakiwa kuanza kwa kuzilenga meli muhimu za Ujerumani. Katika bandari ya Santa Isabel kulikuwa na meli 3 muhimu zilizolengwa kwa utekwaji, ikiwemo meli ya Duchessa d'Aosta. Hii ilikuwa ni meli ya Italia yenye uzito wa tani 8,500. Pia meli ya Likomba, ambayo ilikuwa ni meli ya Ujerumani yenye uzito wa tani 5,000, na Bibundi, meli nyingine ya Ujerumani yenye uzito wa takribani tani 5,000. Kikosi cha SOE kilipanga kutumia boti ndogo za mota ili kuingia katika bandari hiyo kimya kimya, hasa wakati wa usiku, na askari wa SOE walitakiwa kupanda meli hizo kwa siri kubwa, kuwafunga na kuwateka wahudumu wa meli na kuziongoza meli hizo nje ya bandari kabla ya adui kugundua kilichokuwa kikiendelea. Na mara baada ya kupata udhibiti wa meli hizo, zingevutwa kuelekea katika mji wa Lagos nchini Nigeria, ambayo ilikuwa chini ya Uingereza kwa wakati huo. Mnamo usiku wa Januari 14 ya mwaka 1942, kikosi cha SOE
kilianza operation kwa hatua zifuatazo. Moja, waliwasili kwa siri sana kwa kutumia boti ndogo na kuingia bandari ya Sana Isabel bila kugunduliwa. Kisha askari wa SOE walipanda meli hizo kwa uharaka zaidi, wakitumia bunduki na visu ili kuwafyatua wafanyakazi wachache waliokuwepo bila ya kuwepo kwa kelele nyingi. Waliweka mabomu ya kulipuka kwenye nanga za meli ili kuzizuia zisikamatwe tena na maadui. Na baada ya hapo, meli hizo zilivutwa nje ya bandari kwa kutumia boti za mota na kuelekezwa kwenye maji ya wazi. Na mwishoni, meli ziliongozwa kuelekea katika mji wa Lagos nchini Nigeria bila kutokea kwa upinzani mkubwa dhidi ya maadui zao. Operesheni hii ilifanikiwa kikamilifu, kwani meli zote tatu zilitekwa na kuhamishwa katika mji wa Lagos ulioko katika nchi ya Nigeria. Lakini pia hakukuwa na majeruhi makubwa kwa upande wa kikosi cha makomando wa SOE. Lakini baadaye Hispania ilitoa malalamiko kwa nchi ya Uingereza ikisema kuwa uhuru wake ulikiukwa, lakini Uingereza ilikana kuhusika moja kwa moja katika tukio hilo, ikidai kuwa ilikuwa ni operation ya vikosi vya Kiafrika vyenye motisha binafsi ya kutaka kudai uhuru wao. Kikosi cha SOE kilithibitisha uwezo wake wa kufanya operation za siri zaidi katika maeneo magumu ya kisiasa. Operesheni hii ilileta faida kubwa sana kwa Uingereza, kwani kikosi cha SOE kilionyesha uwezo wake wa kufanya operation za siri kwa ufanisi mkubwa sana. Pia meli za adui ziliingizwa katika jeshi la wanamaji la Uingereza ili kusaidia juhudi za kivita. Lakini pia ujasiri wa makomando wa Uingereza ulionekana dhahiri, na operesheni hii ilihamasisha matumizi zaidi ya vita vya kijanja. Hispania ilitishia kuchukua hatua dhidi ya Uingereza, lakini haikuweza kufanya mengi kwa sababu ilikuwa dhaifu sana kijeshi. Lakini nchi ya Italia na Ujerumani zilihisi kuwa Uingereza inaweza kushambulia hata maeneo yasiyohusika moja kwa moja, jambo ambalo lilileta wasiwasi katika kambi ya Axis. Operesheni hii ilionyesha umuhimu wa mbinu za kivita zisizo za kawaida, kwa maana ya unconventional warfare, na ilikuwa moja ya mafanikio makubwa zaidi ya kikosi cha SOE, na ilihamasisha operation nyingine nyingi zaidi za makomando wakati wa vita. Kikosi cha SOE kilithibitisha kuwa vita havihitaji kuwa na mashambulizi ya moja kwa moja pekee, bali pia mbinu za kijanja zinaweza kuleta matokeo bora kabisa. Operation Postmaster ilikuwa moja ya operation ya kijasusi iliyoonyesha jinsi vita vya siri vinavyoweza kufanikisha malengo ya kijeshi bila kuanzisha mapigano makubwa. Mafanikio haya yalisaidia kikosi cha SOE kupata umaarufu mkubwa sana kama moja ya kikosi chenye uwezo wa kufanya hujuma katika maeneo yenye hali ngumu ya kisiasa. Na huu ndio mwisho wa makala hii. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza.